Bwana Yesu asifiwe guys, natumaini mko salama. Huenda uko hapo na wewe ni mmoja wa watu ambao wanapoisoma Bible kuna vitu vinakuwa vinawasumbua kuelewa. Kwa mfano, huenda ukawa ni mmoja wa watu ambao umesoma kitabu cha Mwanzo, ukawa unajiuliza, ukaona kumeumbwa watu pale, wamepewa kumiliki, kumeumbwa nchi na nini na vitu vyote vilivyofanywa pale. Ukakuta tena sura ya pili, Mwanzo sura ya pili, kunaonekana tena Mungu anasema hakukuwa na mtu wa kulimia bado. Kwa hiyo ukaanza kujiuliza, sasa wale watu walioomba kule ni watu gani, na hawa anaoongelea wa kulimia ni watu gani? Alafu ukakuta tena anaumba tena watu wengine. Sasa niko na siri hii ambayo Mungu amenifunulia leo hii, niko hapa kukujulisha ili na wewe uachane na swali hili, utafakari neno lingine. Sawa? Mwanzo wa kwanza mstari wa 27, Mungu alimfanya, nisome kwa kuwa sina Bible nimeandika kwa karatasi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke aliwaumba. Lakini tunaonyeshwa aliumba vitu vingi. Kwa hiyo ninachotaka kukwambia hapa ni kwamba hivi, sura ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo, sura yote ya kwanza ya kitabu cha Mwanzo aliyoyafanya Mungu pale, kama itakuwa lugha nzuri nikisema hivi, ni tumeonyeshwa mbele, alafu sura ya pili anakuja kutupa mchakato ambao ulifanyika kutengeneza huu mwanzo, yaani kutengeneza huu mwanzo wa sura ya kwanza. Sijui naeleweka? Okay. Yaani hapa Mwanzo sura ya kwanza mambo tunayoonyeshwa kwenye sura ya kwanza, ili uyajue yalikuwaje. Sura ya pili kuanzia mstari wa 4 nimeuandika hapa, unasema hivi: hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa. Zingatia neno zilipoumbwa. Siku ile, zingatia tena na neno hili, siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hapa kuna neno jingine, alipoziumba. Yaani hivi ni vitu vya kuzingatia. Ngoja sasa nikusomee kwa unyofu. Mwanzo wa pili mstari wa 4. Hivyo ndivyo vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile Bwana Mungu alipoziumba mbingu na nchi. Hii ni Mwanzo 2 sura ya 4. Hakuweka nukta. Sura ya 5 ikaendelea, kwa maana Mwanzo wa 2 sura ya 4 haikuishia pale, kwa sababu hakuweka nukta, ndio inaendelea, inatuonesha sasa kwamba huku kaishia mbingu, alipoziumba mbingu na nchi. Hapa sura ya 5 anasema hapakuwa na mche wa kondeni bado, wala mboga ya kondeni haijachipuka bado, kwa maana Bwana Mungu hajainyeshea nchi mvua, wala hapana mtu wa kuilima ardhi. Sasa hapa Mwanzo wa pili sura ya 4 inatujulisha kwamba anavyosema hivyo ndio vizazi vya mbingu na nchi zilipoumbwa siku ile, kwamba haya yaliyoandikwa sura ya Mwanzo yalifanyika kwenye sura ya pili. Yaani sura ya pili ndio tunaonyeshwa mchakato ambao Mungu aliutumia kuvifanya vile vitu ambavyo tunaonyeshwa kwenye sura ya kwanza. Lakini pia utakaposoma maandiko yako sura ya pili utagundua kwamba sura ya Mwanzo imeshotishwa, yaani vimeandikwa kwa ufupi, lakini sura ya pili kuna mchakato anakuonyesha kila kitu kilivyokuwa. Kwa mfano tunavyoendelea kusema, kwa mfano ama ndo unaendelea kusema kwamba alivyosema hivi sura ya pili mstari wa 5, wa 4 na wa 5, tunaonyeshwa sasa mstari wa 6 anaendelea akasema ukungu ukatanda juu ya uso wa nchi, sijui huko
hivyo. Mimi hapa sina jamani, sina Bible ipo ndo natumia kwa simu, na simu ndo ina rekodi. Kwa hiyo hivi niliandika tu hii mistari mitatu ya sura 3. Basi sasa akasema hivi, umande ukungu ukatanda, nchi ikapata unyevunyevu, yani ikapata maji, ambayo sasa yale maji ndipo tunaonyeshwa mchakato ukaanzia hapo. Ndipo akamfanya mwanadamu, na mwanadamu aliyomfanya alikuwa ni mwanamume. Ukisoma vizuri, ukitakaposikiza hii video yangu ukienda soma kwa kutafakari zaidi sasa, ili uunganishe upate hichi ninachokiongea hapa. Akamfanya mwanamume, na alipokwisha kumfanya mwanamume tukaonyeshwa pale, akamwelekeza mwanaume, akamkabidhisha na vitu vya ndo akamkabidhisha sijui mambo ya hivyo. Yani hapo kwingine ni maelezo tu, siri ilikuwa ndo hii hapa, hii ambayo nimeshakwambia kwamba watu wa huku mwanzo ndo hawa wanaelezewa mwanzo wa pili. Kwa hiyo akafanyiwa mchakato, akaelekezwa, unavyosoma yale maelekezo sura ya 6 ya 7 sijui na ya ngapi huko, mpaka tunaonyeshwa sasa. Baada ya kusema Mungu pale akamweka kwenye bustani Edeni na nini, kisha tukaonyeshwa sehemu ambazo kulikuwa na mto ya kuimwagilizia bustani. Alafu kishuka huko 15, ana Mungu anasema akamweka mwanadamu kwenye bustani na kumpa maelekezo sasa kwamba aitunze na kuilima na nini. Alafu kisha tunaonyeshwa Mungu akampitishia wanyama na kila ambavyo Adamu aliwaita ndivyo ilikuwa hivyo. Lakini huku sura ya kwanza tunaona hata Mungu kuna sehemu alitaja nyangumi, lakini tunajua huku mbele kwamba alimpitishia Adamu vitu, alivyoita ndivyo ilikuwa, na Mungu ndio alivyoita hivyo. Kwa hiyo tunaona sasa, unaweza kujiuliza sasa huku alijuaje nyangumi, lakini tunaonyeshwa huku vitu vyote alimpa kazi ya Adamu kumpitishia, alafu atakavyoita ndivyo hivyo. Kwa hiyo alivyompitishia vitu, kila alichokiita ndivyo ikawa hivyo. Mungu akaona nini? Mwanadamu hafai kukaa, huyu hafai kukaa peke yake, anahitaji msaidizi. Ndio akamfanya mwanamke. Lakini huku mwanzo tunaona tu mtu mume na mtu mke. Ndio michakato ndio huu sasa tunaendelea. Alipomfanya mtoto wa kike, basi ndio hivyo akasema huyu atamwacha, huyu ataacha huku na huyu ataacha huku, ataambatana na mumewe. Sasa unaweza ukajiuliza sasa, Hawa alijuaje kama Adamu alipewa maagizo mti fulani na mti fulani usiguswe? Swali hili jibu lake liko hapa, kwamba huyu na huyu atakuwa mwili huu mmoja. Kitu kikisha kuwa mwili mmoja, ina maana hamna siri, kila kitu ni lazima kila mtu anajua. Ndio maana ilikuwa rahisi Hawa kula lile tunda alafu asigundue kuwa yuko uchi, kwa sababu wao wawili wamefanywa kuwa mwili huu mmoja. Amekula mmoja, ilikuwa mpaka wagundue kwamba wako uchi lazima ale Adamu, kwa sababu alishaunganishwa mwili. Yani kama utakuwa unajiuliza alijuaje Hawa, kama maanake maagizo yote na masharti alipewa Adamu kabla Hawa hajafanywa. Kwa hiyo Hawa kutokana walishafanywa kuwa mwili mmoja, baada ya kuwa mwili mmoja hakuna siri, ni lazima tu kuna namna moja au nyingine kila kitu connection, yani inakuwa kama hivyo, ambapo mwili mmoja basi kila kitu wanakipata kwa usawa. Ina maana hapo Adamu alikuja akamwelezea mwenzie hivyo. Kwa hiyo ndio maana hata alipokula Adamu tunda Hawa halikuleta madhara, halikuonesha madhara, ilikuwa ni mpaka ale na Adamu ndo madhara yatokee, kwa sababu hao wameshafanywa kuwa mwili mmoja. Kwa hiyo siri ndo hiyo. Kasoma maandiko yako tena, angalia kwa ufasihi, urudie. Na ndo maana walipokuwa mwili mmoja hawakuwa na masharti, lakini baada ya kufanya dhambi mwanamke akaambiwa mwanaume wako atakutawala. Lakini mwanzo walikuwa mwili mmoja. Baada ya dhambi, hiyo ni moja ya laana. Baada ya dhambi mwanaume ilimpaswa amtawale mwanamke, lakini mwanzo ilikuwa hamna mtu aliyomtawala mwenzie, wote walikuwa mwili mmoja. Asanteni na Mungu atutie nguvu. Siri za mbingu tunafunuliwa watoto wachanga. Siku mwema.